tumekuwa na changamoto kubwa sana ya maji machafu yanayotoka kwenye soko letu la CCM hapo, na tumewahi kulalamika mara kwa mara, na mpaka tumewahi kwenda kwenye ofisi husika mkoani huko, lakini hatupati ushirikiano, na maji haya yamekuwa yakituathiri sana afya zetu. Na kuna wafanyabiashara wengine hapa huwa na tabia kuja na watoto wao wadogo, watoto wanaishia kuchezea kwenye maji yenye wadudu, kila siku watoto ni kuugua. Maji tunamwagiwa maji machafu sana, yanatoka hadi maji yana mafinyo. Yaani kwa siku yanatoka mara 3. Tumeshalalamika, wameshinda kutusaidia. Mtusaidieni. Hali ni mbaya mno. Maji ni machafu mpaka ya chooni, yanatoka na madudu. Ingekuwa sio biashara ya hawa watu wa hali ya kawaida, tungesema lifungwe soko. Lakini tukifunga hili soko hapa, tutaasili hawa watu wengine. Kwa ushauri mzuri, hili mali ni ya mwekezaji ambaye amepangishwa na CCM, si ndio? Kinachotakiwa kufanya hapa, yeye mwenyewe achimbe shimo, kwa sababu otherwise hii ni hatari. Haya maji hata ungekuwa unakaa wewe kule chini, yani haujala samaki alafu unasikia ile shombo mpaka kule na wadudu. Kwa hiyo ushauri wangu, kwenye vitu vingine havihitaji hata kupiga siasa. Tunatakiwa lielekezwe ndani ya muda gani shimo lichimbwe, watu waepukane na hii hasa. Alafu likijaa linakuja linanyonywa. Mnatakiwa mwache. Baadaye tukatoa taarifa kwa mkuu wa wilaya. Kwa hiyo ilikuja timu tukiwa na mkuu wa wilaya mwenyewe. Tukakaa tukatembelea huu mtaro wote. Akasema waje mainjinia, akaja injinia wa GEWASA na injinia wa halmashauri. Washauri nini kifanyike baada ya kuona hii adha. Watu wananchi wanapata shida. Basi baada ya mainjinia kutoka hapa tukaandika ripoti ya nini kifanyike. Tukairudisha kwa mkuu wa wilaya ili awasiliane na watu wa chama, awaletee ile ripoti, wafanye kile ambacho kimeshauriwa na mainjinia. Ndio hatua ya mwisho tuliyokuwa tumefikia. Nataka niseme kitu kimoja. Haya maelekezo nafikiri tunayatoa, na nimuombe tu muwe na ushirikiano na mheshimiwa diwani. Mheshimiwa diwani, hawa ni wananchi wako, na kama hii kamati yetu ilivyotoa ushauri kwamba litafutwe eneo lichimbe, hata kama unavyosema sahihi kwamba CCM inatakiwa kuonyesha eneo kwa mwekezaji, ifunge naye mkataba, si ndio ulivyosema? Basi uwape jukumu, wape ushirikiano hawa, ili kusudi hawa wananchi tuwaondolee hii hali ya kutokea milipuko ya magonjwa hapa, ili kusudi ulisimamie hilo, kwa sababu hawa pia ni wananchi wako. Umeshaelewa? Hilo shimo lichimbwe, CCM ionyeshe eneo gani, kama inatafuta mwekezaji, tafute mwekezaji, hilo shimo lichimbwe mara moja, mlifanyie kazi hilo mara moja hilo swala. Sawa? Mimi kulingana na ushauri kwa wataalamu, mimi pamoja na mtendaji wangu tulifika kwenye chama, tukamwambia haya maji yaleta adha kwa wananchi. Wakasema watakaa na serikali waweke na waombe mzabuni ili achimbe, kwa sababu mzabuni wa humu upande wake alishamaliza. Waombe achimbe shimo. Kwa hiyo taratibu bado zinaendelea. Hivi wanaotoa utaratibu wa kwamba uchimbe wapi ni serikali. Chama tena hakiwezi kuingilia utaratibu wa kwamba shimo liko wapi. Lazima tutofautishane kwamba chama na serikali ni vitu viwili tofauti. Chama kimeshawakabidhi, wanataka kusimamia ni hawa, ili kuhakikisha kwamba wananchi wao wako salama. Wakiugua wananchi, hakitakuja kuambiwa chama ndio kilisababisha watu wakaugua. Mtaambiwa serikali mlikuwa wapi? Nyinyi ndio mnaotakiwa kusimamia, sio chama. Nyinyi jisimamieni, sio chama. Chama kina mambo yake kimeshawajengea, kimeshamaliza. Simamieni watu waishi salama. Usikubali maelekezo ya kusema kwamba mpaka uende kwenye chama. Chama hakihusiki kwenye afya. Wakiugua watu nakuja kukamata wewe.